hasa tukio hili ambalo linaenda kufanyika Zanzibar na kwa ajili ya uhitaji ya watoto wetu wanaozaliwa Zanzibar wakiwa na matatizo haya ya kukua. Wenzetu hawa wamekuwa wakija mara kwa mara katika hospitali ya Lumumba pale wakifanya hizi operation, na sisi kama Wazanzibari, kwa sababu wameelekeza nguvu zao nyingi kwa ajili ya kusaidia, kwa hiyo na sisi tunawapokea kwa mikono miwili na kuwaomba sasa Wazanzibari tujitokeze kwa wingi ili kuhakikisha na sisi tunachangia. Hata kama utakuwa huwezi kukimbia, basi huo una uwezo wa kuchangia kuhakikisha mtoto wa mwenzio kama unaye wewe basi anapata hayo matibabu na kurudi na tabasamu kama alivyokuja kusema mwanzo wa balozi. Hapa Zanzibar tutakuwa tuna vituo vitatu vya usajili, na hivyo vituo kimoja kitakuwa hapa Amani hapo Milingotini, kituo kingine kitakuwa Michezani Mall, na kituo kingine kitakuwa pale Forodhani Garden sehemu ya makazi pale. Kwa hiyo yeyote mwenye uhitaji wa kusajili ataenda yale maeneo, atapata taratibu, atasajili, atalipia, na ni malipo ya shilingi 35,000 tu, ambayo kama alivyokwisha kusema hapa Amri Masale ni kiasi kidogo sana, lakini kama tutakuwa na umoja basi tutaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kusaidia hii taasisi ambayo inakuwa inasaidia watoto wetu. Kingine, tumeona viongozi wetu wamekuwa sana wakiwa wanajitoa katika kusaidia haya mazingira, na hili wazo la kuleta hapa ni la viongozi wetu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mashindano yamekuwa yakifanyika Tanzania bara eneo la mkoa wa Arusha, lakini kila mwaka amekuwa mgeni rasmi ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, au wakati mwingine alikuwa akiwasilishwa na Spika wa Baraza la Wawakilishi. Sasa utaona ni kwa kiasi gani viongozi wetu ndio wamekuwa kipaumbele kuhakikisha wanachangia hii mbio ije kufanyika hapa. Sasa mimi niwaombe taasisi za serikali, mashirika binafsi, pamoja na watu wengine mmoja au vikundi kwa ujumla, jitokeze kwa wingi, twende tukajisajili ili kuhakikisha tunasaidia hawa watoto wetu kupata hayo matibabu. Sisi kama Shirikisho la Riadha Zanzibar tutakuwa tuko pamoja, tutahakikisha vijana wetu ambao wamekuwa wakifanya mazoezi hapa wataenda kushiriki. Alafu pia na sisi kama Shirikisho la Riadha Zanzibar tutakuwa pamoja katika kuamua kusimamia katika hili swala la kiufundi, kuhakikisha haya mashindano yanaenda salama na yanamalizika salama. Kwa hiyo mimi niwaombe sana watu tujitokeze kwa wingi kuhakikisha tunashiriki kwa wingi na tunajisajili ili tuweze kushiriki haya mashindano. Mbio ambazo zitakimbiwa na washiriki ni mbio za kilomita 21 ambayo ni half marathon, lakini pia mbio za kilomita 10, kadhalika mbio za kilomita 5. Na kama jinsi ninavyoona kwenye bana zetu kuna picha ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ndio mgeni rasmi wa mbio hizi kwa mwaka huu. Kama alivyotambulisha kusema na kama ambavyo alitambulisha kusema hapa, ni kweli katika mbio hizi wamekuwa mara nyingi wanashiriki Arusha, lakini sasa zinafanyika Zanzibar, zimemfuata mwenye mbio zake. Na kwa bahati nzuri tayari tunahakikishiwa hapa kwamba mbio zitaanzia hapa katika uwanja wa New Amani Complex. Namna ya kujisajili na kulipia, kuna njia ya kupitia mtandao, website, lakini kwa wale ambao wana simu tu za kawaida naweza kalipia ama kujisajili kupitia M-Pesa, ambapo ana namba ya lipa namba ya M-Pesa ni 54272330 kama unavyoiona katika posta ambayo tumewaachia, na gharama ni shilingi 35,000. Kwa nini 35? Kwa sababu tunaamini haba na haba ni kujaza kibaba. Na jezi zetu ambazo tutazitumia msimu wa 2025 Desemba 21 zitamwacha mkimbiaji akiwa na kumbukumbu ya watoto wenye mdomo sungura, kama jinsi ambavyo unazitazama. Ziko za aina mbili, ziko za mikono mirefu
lakini ziko zingine za kukata mikono. Kwa hiyo mkimbiaji atachagua mwenyewe anahitaji t-shirt za namna gani, kama anahitaji t-shirt ya kukata mikono ama t-shirt ya mikono mirefu. Na hii ndio medali zetu. Wote watakaoshiriki watapata medali kama sehemu ya kumbukumbu ya ushiriki, lakini mchango wake katika kurudisha tabasamu kwa watoto. Kwenye medali kuna picha pia ya mtoto mwenye mdomo sungura. Kwa hiyo ataondoka na kumbukumbu hiyo kwamba tunalazimika kama Watanzania kuweza kuwasaidia kurudisha tabasamu watoto wenzetu. Na wengine watapata tuzo, wale ambao watafanya vizuri zaidi. Mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu watapata tuzo maalum hii. Ukitazama sio mchezo wenzetu. Unaiona hii nzito kabisa. Kwa watapata hiyo tuzo ambayo yenyewe ina picha pia ya mtoto mwenye mdomo sungura. Kwa watakuwa na kumbukumbu hiyo kwamba mdomo sungura si laana. Si laana kama jinsi ambavyo zamani wengine walikuwa na watupa watoto kila mtoto namna hii. Inatibika na Tanzania, madaktari wapo bingwa na wanatibu, na miongoni mwa madaktari hao ni kutoka Same Qualities Foundations. Sisha umma wa Watanzania kusaidia jambo hili ambalo kama walivyokwisha kusema mabalozi wenzangu hapa, huduma ya mtoto mmoja ni shilingi 800 ambayo ukiitamka ni gharama, lakini kwa umoja wetu tukisimama kwa pamoja hili jambo linawezekana, na si lazima uje kukimbia. Hapo ulipo, bahati nzuri Mtanzania popote alipo anaweza kuchangia. Si lazima aende Amani, aje hapa Amani Complex, si lazima aende Forodhani wala Michangani. Kuna website ambayo ni www.samequalitiesfoundation.org. Huko unaweza kujisajili popote ulipo. Kwa hiyo kama alivyokwisha kueleza, gharama ni 35,000 ya kushiriki tukio, lakini kwa sababu ni tukio la kijamii kusaidia, unaweza kugharamia hata watoto wawili, mtoto mmoja, nusu ya gharama ya mtoto mmoja kupata huduma hiyo. Sote tunakaribishwa. Kwa hiyo amekwisha kusema mwenyekiti wetu mwenyeji hapa, mbio zitafanyika 21 mwezi Disemba. Mbio hizi kwa Zanzibar ni mara ya kwanza, lakini huduma ilikuwa ikiwepo. Hivyo tunahamasishwa wote tuje kushiriki mbio hizi, kwanza kujenga afya, lakini unapojenga afya tayari unatengeneza maisha kwa watu wengine. Nimepata balozi mtoa ushuhuda mmoja hapa alikuwa na mtoto nyumbani wa namna hii, na baada ya huduma hiyo wakaanza kukataana, sio yeye, si yeye. Umeona, ni huduma iko wazi, ni huduma iko live. Ukipata mtoto akipewa hii huduma huwezi kumtambua kama yeye. Miaka tangu anapozaliwa mpaka miaka 5 ndio kipaumbele sana kwa watoto hawa. Anapozaliwa mpaka miaka 5 ni watoto ambao wanapata huduma hii. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi. Mbio zitafanyika tarehe 21. Tumejipanga kuandaa tukio lenye ubora sahihi kabisa kwa wakimbiaji, huduma stahiki zote. Mimi kama mkimbiaji na balozi wa SQF Left Marathon tunawaahidi kuwaletea tukio bora, lakini tunaomba mtushike mkono wa Tanzania kwa ujumla kutimiza lengo hili ambalo ni kampeni. Ni miaka 11 sasa tangu kampeni imeanza, lakini kama tukio la kuambatana na mbio ni awamu ya 7. Awamu ya 7 hii tuko Zanzibar, na ni zaidi ya watoto 2543 Tanzania nzima mpaka tunavyozungumza hivi wamepata huduma hii. Kwa hiyo ni huduma ambayo sio maneno, ni huduma ya vitendo. Watoto 2543 mpaka sasa tunazungumza walishapata huduma hii Tanzania nzima, na sasa tuko Zanzibar. Tunategemea tutaongeza idadi zaidi kutokana na ushiriki wa mwaka huu, kupata watoto wengi zaidi watakaopata huduma. Kwa hiyo kwa ujumla napenda kuwakaribisha sana, tuje tukimbie Zanzibar, tufurahie marashi ya Zanzibar katika kusaidia watoto wapate tabasamu, wale wenye midomo sungura wawe katika ubora unaostahili. Karibuni sana.